Uhari gani mwanasoka mwenzangu popote ulipo ulimwenguni, karibu tena katika jukwaa la michezo ili tuyangazie yale yote yanayojiri viwanjani. Basi kama hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata video zetu. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo kati ya mwenyeji Simba Sports Club dhidi ya mgeni Mtibwa Sugar, mchezo utakaopigwa mnamo tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka huu saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo uliopo Mbweni jijini Dar es Salaam. Ikiwa ni mchezo wa mkondo wa 6 kwa Simba Sports Club na mkondo wa 9 kwa klabu ya Mtibwa Sugar, hivyo basi mchezo huu muhimu kwa timu zote mbili kwa ujumla, huku kila mmoja akisaka alama 3 ili kuendelea kubaki katika nafasi bora ya ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia ubora wa mchezo huu unachagizwa na uimara lakini pia utimamu wa timu zote mbili kwa ujumla baada ya kuwa na muendelezo bora katika ligi kuu. Na moja kwa moja tukimwangazia Simba Sports Club, anashikilia nafasi ya 5 katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka hivi sasa baada ya kucheza jumla ya michezo 4 na kufanikiwa kuvuna jumla ya alama 12, huku akiwa amefunga mabao 11 na kuruhusu mabao 3, na lakini pia anakuwa na faida ya magoli 8 mkononi, huku akiwa amepoteza mchezo mmoja katika ligi kuu mpaka hivi sasa, huku Mtibwa Sugar yeye akiwa anashikilia nafasi ya 8 katika ligi kuu baada ya kucheza jumla ya michezo 8 na kufanikiwa kuvuna jumla ya alama 10, huku ikiwa na jumla ya mabao 4 na kufunga na 4 ya kuruhusu. Hivyo basi kocha mkuu wa Simba Sports Club ametangaza mabadiliko ya kikosi chake, kikosi ambacho kinakwenda kukabiliana na Mtibwa Sugar ili kutafuta alama 3 na kufanikiwa kuendelea kutafuta nafasi za juu katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Na kikosi hicho kipo kama ifuatavyo. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mlinda mlango, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Beka amechagua kwanza na golikipa wake Hussein Abel na kumpumzisha Ali Salim Katolo. Ikumbukwe kwamba Hussein Abel amekuwa ni golikipa wa kisasa mwenye uwezo mkubwa wa kufanya saves na kutumia vizuri miguu yake katika kuanzisha mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana na uwezo mkubwa na wepesi wa kutumia miguu ipasavyo na mikono wa golikipa huyo pindi awapo langoni. Ni golikipa mwenye mwendelezo mzuri katika kikosi cha Simba Sports, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi na wepesi wake pindi awapo langoni. Lakini pia golikipa huyo alijiunga na Simba Sports Club amekuwa muhimili bora katika kikosi hicho cha Simba Sports baada ya kuwa na mwendelezo mzuri katika ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia tukiangazia upande wa walinzi wa Simba Sports, yani walinzi nambari 2, nambari 3, nambari 4 na mlinzi nambari 5. Na moja kwa moja tukiangazia beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Beka amechagua kwanza na Shomari Kapombe, huku mbadala wake ikiwa ni Dabi Frank Kameta. Ikumbuke kwamba Shomari Kapombe anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kukaba kwa nguvu, lakini pia uwezo mkubwa wa kupiga mipira kati na kutengeneza mashambulizi. Lakini pia kocha mkuu Beka ameendelea kumwamini Shomari Kapombe, na hiyo yote ni kutokana na uwezo na ubora mkubwa wa kumzuia winga wa kushoto wa timu pinzani ili asipige cross au kupenya, lakini pia kukaba na kuingilia pasi upande wa kulia, kuzuia mipira ya cross kuingia ndani ya eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na mabeki wakati na beki au kushoto, lakini pia kufunika nafasi pale beki wakati anapotoka kwenye nafasi yake, lakini pia kuunga mkono mashambulizi kwa kukimbia pembeni, kupiga krosi kuelekea kwa washambuliaji, kutoa upana wa uwanja wa upande wa kulia, lakini pia kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutokea nyuma. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Beka amechagua kwanza na Mligo. Ikumbuke kwamba Anthony Mligo amekuwa ni mmoja wa mabeki bora wenye uzoefu mkubwa wa kukaba na kupandisha mashambulizi kwa wapinzani, akitokea pembeni kwa muda mrefu katika mashindano ya ndani na nje
ya mipaka ya Tanzania. Kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Beka ameendelea kumwamini Anthony Mligo kutokana na uzoefu mkubwa alionao beki huyo na ubora mkubwa wa kuweza kushambulia na kuzuia mashambulizi pale timu inaposhambuliwa, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa kupiga pasi ndefu na kukaba kwa usahihi, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa kuweza kuongeza idadi ya viungo na kucheza kwa usahihi ili kuzuia mashambulizi kwa kuongeza idadi ya viungo katika kipindi kocha anapohitaji kumtumia kwa namna nyingine. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Beka amechagua kuanza na Karabucha Mu, huku mbadala wake akiwa ni Hussein Kazi. Ikumbukwe kwamba Karabucha Mu ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu na asifika kwa uwezo wake mkubwa kukaba mpira ya chini, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kukaba mpira ya juu. Hiyo yote ni kutokana na kimo alichonacho beki huyo, lakini pia kufanya mitembeo na washambuliaji hatari ili kuwazuia wasilete madhara kwa timu, lakini pia nasifika kwa uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mbali kwa usahihi. Hiyo yote ni kutokana na kiwango bora na uzoefu aliokwisha uonyesha beki huyo kwa muda mrefu. Beki huyo aliyejiunga na Simba Sports Club majira ya joto akitokea Racing Club Abidjan nchini Ivory Coast. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa Simba Sports Beka amechagua kuanza na Rushaine Derek. Ikumbuke kwamba Rushaine Derek amekuwa ni beki mwenye uwezo mkubwa wa kuzuia mashambulizi, lakini pia beki huyo anasifika kwa utulivu wa hali ya juu na nidhamu kubwa ya ukabaji dhidi ya wapinzani na uwezo mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi, lakini pia ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu. Anasifika kwa uwezo wake mkubwa kucheza mipira ya juu na kukaba kwa usahihi, lakini pia kukaa katika sehemu sahihi ili kuzuia mashambulizi kutokea kwa wapinzani. Beki huyo amekuwa ni moja ya muhimili wa klabu ya Simba Sports baada ya kuisaidia timu hiyo kuwa bora katika safu ya ulinzi kwa kuweza kuwapanga vyema walinzi wenzake na kukaba mshambuliaji mkuu wa wapinzani, kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa, kukata pasi na kuzuia mashuti karibu na lango, lakini pia kuisaidia timu kuruhusu idadi ndogo ya mabao msimu huu. Hiyo inaonyesha ni kwa namna gani timu imeimarika zaidi na kuwa bora katika safu ya ulinzi. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa viungo wakati, yani kiungo nambari 6, kiungo nambari 8 na kiungo nambari 10. Lakini tukianza na kiungo nambari 6, kocha mkuu wa Simba Sports amechagua kuanza na Alassane Kante na kumweka benchi Yusufu Ali Kagoma. Hiyo yote ni kutokana na mfululizo wa ubora alionyesha kiungo huyo wa kuweza kukaba kwa usahihi, kupiga pasi kwa usahihi na kuisaidia timu pale inaposhambuliwa, lakini pia kuisaidia timu kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Ikumbukwe kwamba Alassane Kante amekuwa ni kiungo mwenye uwezo mkubwa wa kuisaidia timu kuzuia mashambulizi wakati timu inaposhambuliwa na uwezo mkubwa wa kupandisha mashambulizi kutokea nyuma na kuisaidia timu kupambana na mashambulizi ya kushtukiza. Lakini pia nasifika kwa uwezo mkubwa kujiweka eneo sahihi, kucheza na kujiposition kwa usahihi, lakini pia kupiga pasi na mipira ya mbali kwa ufasaha wa hali ya juu. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Beka amechagua kwanza na Nabi Kamara, huku Mzamiru Yasini akiwa kama mbadala wake. Ikumbukwe kwamba Nabi Kamara amekuwa kiungo mwenye uwezo mkubwa kukaba, kupiga pasi za mwisho kwa usahihi na kuisaidia timu kufanya mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana na ubora muda mrefu na uwezo mkubwa alionao beki huyo kukaba, kupiga pasi kwa usahihi na kuwa sehemu sahihi pale timu inaposhambulia, lakini pia pindi timu inaposhambuliwa. Mchezaji huyo aliyejiunga na Simba Sports Club majira ya joto amekuwa ni moja ya mihimili mikubwa katika klabu ya Simba Sports kwa kuisaidia timu yake kutinga hatua ya nusu finali ya kombe la NMB Mapinduzi Cup msimu huu, lakini pia kushika nafasi ya 5 katika ligi kuu NBC mpaka hivi sasa, huku akitofautiana jumla ya alama 5 dhidi ya anayeongoza ligi, huku Simba ikiwa na idadi ya mechi 5 mkononi dhidi ya kinara wa ligi kuu hiyo ya Tanzania bara. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports amechagua kwanza na kiungo wake Jean Charles Ahoua, huku mbadala wake akiwa ni Daudi Semfuko.
Ikumbuke kwamba Jean-Charles Ahoua amekuwa ni mchezaji mwenye mwendelezo mzuri katika msimu huu. Kingo huyo aliyejiunga na Simba Sports Club akitokea Stella Club Abidjan nchini Ivory Coast. Ahoua aliibuka kwa mchezaji bora wa msimu wa ligi kuu ya Ivory Coast kwa msimu wa 2023-2024 ambapo alifunga jumla mabao 12 na kutoa jumla assist 9. Kingo huyo anasifika kwa uwezo wake mkubwa kufunga mabao kutokea mbali, kuchezesha timu na kutengeneza nafasi kwa wachezaji wenzake. Lakini pia Ahoua amekuwa muhimili mkubwa katika klabu hiyo ya Simba Sports baada ya kuwa na mwendelezo wa ubora, huku hiyo yote ni kutokana na ubora alionyesha kiungo huyo kwa kuwa na uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mwisho, kushambulia na kufunga magoli kwa namna tofauti. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa shambuliaji, yani mshambuliaji nambari 7, mshambuliaji nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Tukianza na mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa Simba Sports Club Beka amechagua kwanza na mshambuliaji wake Kibu Denis Prosper na kumpumzisha Joshua Mutale. Hiyo yote ni kutokana na speed na uwezo mkubwa wa kushambulia hafu ya mpinzani akitokea pembeni. Ikumbukwe kwamba Kibu Denis Prosper amekuwa ni moja ya muhimili wa klabu ya Simba Sports mpaka hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara. Mshambuliaji huyo amekuwa akisifika kwa uwezo wake mkubwa wa kutengeneza nafasi zinazoweza kuzaa mabao, lakini pia kuifungua safu ya ulinzi ya timu pinzani na kupiga pasi za mwisho, lakini pia kutengeneza nafasi kwa kukimbia bila mipira na kuwavutia mabeki, kupokea na kumiliki mpira ndani ya eneo la hatari, kupiga mashuti kwa miguu au kichwa, kumalizia mpira ya cross na pasi za mwisho, lakini pia kuchezesha kama kiungo cha mashambulizi kwa kuwaleta wachezaji wengine mbele. Lakini pia tukiangazia kwa upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports amechagua kwanza na mshambuliaji wake Jonathan Soa, huku mbadala wake akiwa ni Steven Dese Mkwala. Ikumbuke kwamba Jonathan Soa amekuwa na ubora wa mchango mkubwa katika kikosi cha Simba Sports. Hivyo basi mshambuliaji huyo anasifika kwa uwezo mkubwa kufunga na kumiliki mpira ndani ya 18 ya mpinzani, na hivyo ni kumpeleka na kusababisha hatari katika zoni ya wapinzani. Jonathan Soa amekuwa bora zaidi baada ya kuisaidia timu kwa kuweka kimiani jumla mabao hayo na kuisaidia timu kushika nafasi ya 5, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufunga mabao kwa kutumia nafasi zinazopatikana na kuweka pressure kwa mabeki wa mpinzani ili wafanye makosa, lakini pia kuweka timu juu kwa kuishikilia mpira na kupokea na kumiliki mipira ndani ya eneo la hatari, lakini pia kumalizia mipira ya cross kwa kichwa au miguu. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports amechagua kwanza na mshambuliaji wake Eli Mpanzu Kibisawala. Ikumbuke kwamba ni mchezaji mwenye uwezo wa kucheza nafasi za winga zote mbili. Hiyo yote ni kwa sababu ya uwezo mkubwa wa kutumia miguu yote kwa nguvu ile ile na ubora ule ule, na amefunga magoli kadhaa kitokea kulia na kushoto kwa kupiga nje ya 18 ya wapinzani, lakini pia na uwezo mkubwa wa kupiga pasi mpenyezo pamoja na pinpoint passes zinazoweza kukata safu ya ulinzi ya timu pinzani. Hii yote ni kutokana na vision alionayo ya kuskani na kuangalia chaguzi sahihi ambayo ni bora zaidi na kufanya hivyo mara nyingi katika ligi ya ndani na ligi ya nje. Mfano, goli zote mbili ambazo alikosa Kapombe dhidi ya Al Masry msimu uliopita zilikuwa ni pinpoint passes kutoka kwake, lakini pia chance ya Ahoua dhidi ya Stellenbosch katika mzunguko wa mkondo wa kwanza ilikuwa ni penetration passes ambayo alipiga baada ya kufungasha kijiji cha watu. Speed yake ni kubwa na huwa inaongezeka kwa zaidi akiwa na mpira mguuni, kitu kinachopelekea ugumu sana kwa mabeki wa pembeni kukabiliana naye, lakini pia energy yake ni ya kutosha. Na hayo ndiyo mabadiliko ya kikosi cha Simba Sports Club leo, kikosi ambacho kimetangazwa mapema na kocha mkuu wa Simba Sports Club Beka kuelekea mchezo unaokwenda kwa kabili Mtibwa Sugar mnamo tarehe 18 mwezi wa kwanza saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Hivyo basi, kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata video zetu